Bima Pub, urahisi wa maisha. Aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki mawasiliano na mambo ya nje wa Chadema John Mrema ameonyesha masikitiko yake kuhusu taarifa iliyotolewa na chama hicho kuhusiana na tukio la shambulio dhidi ya kiongozi wa wanawake wa taifa wa chama hicho Bawacha. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X zamani Twitter, Mrema alieleza sababu kadhaa zilizomfanya kutoridhishwa na taarifa kwa umma. Nimesikitishwa na taarifa hii ya chama pamoja na kutolewa kwa kuchelewa sana. Masikitiko yangu yanatokana na mambo yafuatayo. Moja, chama hakikuona haja ya kulaani tukio la kiongozi wa wanawake taifa kupigwa na kuumizwa, kipigo kilichotolewa na mwanaume, bali kinasema ni taarifa zinazosambazwa mtandaoni. Mbili, chama hakikutoa pole kwa mgonjwa. Mbona kinatoa pole hata kwa viongozi wa CCM wanapopatwa na majanga? Huu uadui wa kushindwa kumpa pole kiongozi umeanza lini? Tatu, chama kinamtishia mgonjwa na kumpangia nani wa kumpa faraja na nani hataki kwenda kumpa faraja, nani amchangie, wakati huo huo hakijaonyesha kuwa kipo tayari kumwezesha matibabu yake. 4, chama kinasema kinaendelea na uchunguzi. Sasa kama kinachunguza, kwa nini kinatoa vitisho kwa mgonjwa? Hivi mgonjwa anayetishiwa atatoa ushirikiano kwenye huu uchunguzi? Kinachunguza jambo ambalo kinasema ni tuhuma za mtandaoni. 5, kauli za kikatili kama hizi nilizozoea kuzisikia wakati wa mwenda zake walipopotea watu. Tuliambiwa tujikite kwenye maendeleo, kwani wapo wanaokwamisha. Kumbuka kauli dhidi ya Ben Sanane, Azwari, Kanguye na wengine wengi. Na laani kitendo cha kiongozi wa wanawake kupigwa na wanaume. Huu ni ukatili wa kijinsia na unapaswa kupingwa na kila mtu mstaarabu bila kujali nani katendewa ukatili huo. Ukatili huu hauna tofauti na ukatili unaofanywa kwa wanawake wengine nchini. Tuungane kupinga, kukemea na kutokomeza matendo ya kikatili katika vyama vya siasa na nje ya vyama vya siasa. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje, you are out of body, utaishi. Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774 78 15 37. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only.